ambavyo kikawaida kwa hali ya kawaida sio rahisi kuvikwepa kwenye maisha yetu ya kila siku. Yani mzunguko wa maisha yako ulionayo kila siku, kuna vitu ambavyo vimekuwa connected kiasi kwamba kwa akili za kawaida hauwezi ukakwepa ama hauwezi ukajiondoa kwenye huo mzunguko. Tunaita life pattern ama mzunguko fulani wa kifamilia. Yani kuna kitu fulani ndani ya familia ambacho kinatembea kwa kila mwanafamilia, kinatembea na kinapita kwa kila mwanafamilia. Ni kama kimetiwa muhuri, ni kama kimewekewa lebo ya kuhakikisha lazima utapita kwenye kila mtu ndani ya hii familia. Sasa ni vitu ambavyo wakati mwingi sana na mara nyingi tumekuwa tukivichukulia kawaida kwa sababu tumeviingiza kwa sehemu ya maisha yetu ndani ya familia. Sijui kama nitajitahidi kueleweka hapa, kuna mtu ataelewa ninachokizungumza. Hivi vitu vimejikuta vinakuwa attached, vimejikuta vinaingia sana kwenye sehemu za maisha yetu na kuwa part ya maisha yetu ama na kuwa sehemu ya maisha yetu kiasi kwamba tunakosa hata namna ya kushughulikia haya mambo. Na sometimes yanakuwa ni mambo ambayo yanaleta athari, ni mambo ambayo ni mabaya, yana changamoto kwenye maisha yetu. Lakini ni vitu ambavyo inafika mahali na inafika kwenye mazingira tunashindwa kabisa kuvitoa ama tunashindwa sisi kuvikwepa, kuondoka na kuachana navyo. Inakuwa mtihani mkubwa sana. Ni mara ngapi leo hii tutazungumza tu kifamilia ya kwamba labda huu ni ugonjwa wa kifamilia, labda hili ni jambo tu la kifamilia kwa sababu tuliwahi kupata historia kwa babu na kwa bibi, labda hiki ni kitu chetu tumerithi kwa sababu kilikuwepo kwa baba, kwa mama, labda kitu hiki. Yani tumejikuta kuna vitu fulani ambavyo sasa kwa bahati mbaya sana tumekuwa hatuelewi katika ulimwengu wa roho operation inayoendelea kutumia vile vitu ambavyo tunaviona ni sehemu ya maisha yetu, lakini the reality na uhalisia ni kwamba vinakuja kuangamiza hali yako ya kiroho kwenye maisha yako. Bwana Yesu tusaidie sana. Natamani nikupitishe kwenye maandiko, nikuonyeshe vile Biblia imejaribu kuweka wazi kwenye pande zote mbili namna ambavyo hizi life pattern ama hivi vitu ambavyo vimekuwa vikiingia kwenye familia na vimekuwa either vinaweza vikaleta sababu nzuri ya maisha kuongezeka ama vikaleta changamoto na watu wengi kubaki kwenye mzunguko ule wa maisha na kushindwa kwenda mbele. Sijui kama unaelewa ninachokizungumza. Ni sawa kabisa na kile ambacho kiliwapata wana wa Israeli pale ambapo wanazunguka kwenye ule mlima. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa kuna kitu na wakajua tu, yani wamezoea, kwa sababu ni watu ambao wametoka utumwani, ni watu ambao wamekuwa wakitumikishwa, wakihangaika, maisha yao yamekuwa vile. Kwa wanashindwa kuelewa kwamba kuna mfumo mpya wa maisha unatakiwa uzingatiwe. Wanashindwa kutambua, Bwana Yesu asifiwe sana, kwamba kuna mfumo mpya wa maisha unatakiwa uzingatiwe. Ndio maana kitu ambacho najaribu kukupa hii kitu uelewe, kitu ambacho kilimfanya Mungu awatembeze kwa miaka yote ile njia, sehemu ambao walikuwa wanatakiwa tu afike kwa wakati tu, hata sio muda mrefu sana. Lakini kwa nini walitumia miaka na miaka? Kwa sababu on the way walikuwa wanafundishwa vitu vingi na Mungu. Yani kile kitendo cha kuwatembeza miaka mingi kule jangwani, ilikuwa Mungu anajaribu unplug ama anajaribu kuondoa uhalisia fulani wa maisha yao walioyazoea wakiwa Misri, kwa sababu wao sio wazaliwa wa Misri na wao sio nasema sio jamii ya Misri. Kwa Mungu alichokuwa anakifanya, alikuwa anajaribu kuondoa, anajaribu kuondoa baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinawafanya waendelee kujiona watumwa, waendelee kujiona wakutumikishwa. Na ndio maana walikuwa wanapita kwenye njia nyingi kule jangwani, kwa sababu kulikuwa kuna more teachings, kulikuwa kuna mafundisho mengi ambayo Mungu anajaribu kuwafundisha ili watakapofika kwenye nchi ambayo Mungu amewaahidia, basi dhahiri kabisa watakuwa wameshabadilika. Unaelewa ninachokizungumza? Kwa kuna vitu vingi vilikuwa vinatokea katikati ya safari ya maisha yao na wakajikuta mpaka wanachelewa, kwa sababu walikuwa wana apply maisha ya Misri wakati wameshatolewa Misri na wanapelekwa Kanaani. Are you listening? Walikuwa hamishwa tayari na wametolewa kwa nguvu kubwa na kwa msaada wa Mungu na kwa mkono wa Mungu. Sasa wakajikuta kuna vitu wanaviapply hapa katikati, vitu kama namna ya kutoa sadaka, namna ya ibada, wakajikuta bado wanategemea miungu. Na ndio maana unaweza kuona walikuwa wanatengeneza paka zile ndama za dhahabu ili tu waziabudu, wanatengeneza vitu mbalimbali waendelee tu kuviabudu, kwa sababu ni vitu ambavyo vilikuwa vinapatikana Misri. Ile miungu sio ya Dagoni, miungu gani mingi sana ilikuwa inapatikana kule. Kwa wakajikuta wanaapply hivi vitu hapa katikati, na ndio kitu ambacho kikawachelewesha. Mungu akasema ni kuwafikisha haraka, na bado wana akili ya kuabudu miungu mingine, bado hawana uwezo wa kuniabudu, bado hawajanitambua na kunielewa. Acha niwabakishe kwanza hapa, niendelee kuwachuja na kuwachekecha na kuwafundisha zaidi. Bad news ni kwamba watu wengi kwenye maisha yenu, kwa sababu tu kwa sababu tu hamjapata neema ya kumjua Mungu vizuri aliyekutoa alipokutoa. Si kama unaelewa ninachokizungumza. Umejikuta umebaki kwenye cycle ile, kwenye mzunguko ule wa maisha, kwa sababu Mungu anasema huyu nikimuhamisha na nikampeleka kwenye nchi ya ahadi niliyomwaidia, nikampeleka kwenye maisha mazuri niliyomwaidia, nikampeleka kwenye mafanikio niliyomwaidia, wakati bado hajanijua vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Naweza nikampoteza kule ninakompeleka, na anaweza akashindwa kumiliki kule anapoenda, kwa sababu nchi ya ahadi, nchi ya maziwa na asali, Kanaani,
ilikuwa ni ya Mungu. Mungu aliprepare, Mungu aliandaa kwa ajili ya watoto wake, aliandaa kwa ajili ya wana wa Israeli. Tunaelewana vizuri? Lakini ilihitaji mafunzo ya kutosha sana ili wana wa Israeli waweze kuondokana na vazi la Kimisri na wavae vazi jipya ambalo litaambatana na litakuwa connected na nchi ya Kanaani. Naitwa Pastor Innocent Mashauri. Haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya Siri za Biblia. Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana. Kuna mahali anatupeleka na kuna vitu anatusaidia kutufundisha hapa, kwa sababu maisha ya watu wengi sana yamekwama mahali, na huenda anazungumza na wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanapiga mark time. Kuna vitu mnafanya lakini bado hamsogei. Sio kwamba haufanyi kitu, unaelewa ninachokizungumza? Jitahidi kuelewa. Sio kwamba haujishughulishi, sio kwamba hauko bize, ama sio kwamba familia yako haiko bize. Ni kweli kabisa kuna watu wana roho ya uvivu ndani ya familia, lakini sidhani kama nina muda kwa sasa wa kuzungumzia hao. Nazungumza wale watu ambao wako bize serious kabisa, wanapambana, yani wanashughulika vya kutosha, lakini hakuna step ambazo wanazipiga kwenye maisha yao, na mpaka inafika mahali sasa they start to give up. Wanafika mahali wanakata tamaa. Wengine wananitumia message wanasema, "Sam mtumishi, mimi nishakata tamaa kabisa, nishakata tamaa." Wengine watamani kabisa kuendelea kuishi. Kwa nini? Kwa sababu wamejikuta kwenye mzunguko ule wa maisha, miaka nenda miaka rudi, wako pale pale. Unajua kibinadamu inachosha. Kibinadamu, yani to be honest, nizungumze tu kiukawaida, kibinadamu inachosha. Tangu mwaka juzi, tangu miaka 5 iliyopita, uko kwenye same environment, mazingira yale, hakuna kitu kinabadilika, lakini bidii bado unazionyesha, lakini bidii zinapotelea hewani tu. Ni kama unafanya kazi ya upepo, hakuna matokeo ambayo unayaona. Sio, unaelewa ninachokizungumza? Biblia imeeleza hivi vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuwa tu ni kama unajilisha upepo, miaka inaenda miaka inarudi, na bahati mbaya kuna watu wengine tu wanakuja kutoka nyuma, wanakupita, wanaendelea, wewe unabaki kwenye cycle pale pale. Hakuna ongezeko la mshahara, hakuna ongezeko la mtaji, biashara haiongezeki, kazini hakuna kupanda cheo, hakuna chochote ambacho kinaongezeka, mahusiano yako yamestaki mahali. Yani ni mtu ambaye unakwama sana. Life pattern. Kuna kitu kinaitwa life pattern, na natamani sasa nianze kukuzungumzia hapa, nijaribu kukuelezea na nitoe maarifa haya ya kimungu kwenye maisha yako ili aweze kukusaidia kwenye eneo la life pattern, kitu ambacho watu wengi sana mmeshindwa kuelewa na kutambua kwamba you have to break in case iko ndo kitu ambacho kinakuzuia. You have to cancel, inabidi uvunje hiyo, ujitoe kwenye hayo mazingira kama unatamani kuona mafanikio, kwa sababu kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikikamata watu wengi na kuwashikilia na kuwarudisha nyuma ni life pattern. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu amewahi kuoteshwa ndoto na nikajaribu kumwelezea, tukaifahamu, nikajaribu kumwelezea kiundani. Ameoteshwa namna ambavyo naweza nikasema kiongozi wa familia, alikuwa ni mama wa familia, ni bibi sasa, lakini ni bibi ambaye ndo kama kiongozi wa familia. Alikuwa anawalisha chakula fulani, amenitajia chakula fulani, alikuwa anawalisha watu wote ndani ya familia, yani anawaona wote, na yule bibi tayari hayupo duniani, ameshafariki, lakini alikuwa anawalisha watu wote, anawalisha chakula fulani, anaondoka, anampa mwingine, anampa mwingine. I want to tell you this, nataka nikwambie kama wewe ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakiota haya mambo, kuna life pattern inapitishwa, yani kuna uthibitisho unapitishwa kwamba wewe you belong here, wewe ni wa hapa. Na ndio maana kuna ndoto nyingi sana utaendelea kuziota ambazo zinakukumbusha ulipotoka, zinakukumbusha uliposoma, zinakukumbusha watu wa zamani. Yani they try, wanachojaribu katika ulimwengu wa giza ni kukuonyesha where you belong, wapi asili yako ni wapi. Kwa utapambana kiuhalisia, utapambana kutoka hapo, utapambana mapambano yote, lakini ukweli ni kwamba kuna chapa ambayo imepigwa ya kuthibitisha wewe ni wa nani, wewe ni wa wapi, na una deserve kuwa wapi. Sijui kama unanielewa ninachokizungumza. Ndio maana tukizungumza kwa habari ya maombi ya ukombozi, it is real, watu wa Mungu, it is real. Ni lazima uwe transformed katika haya maisha. Yesu anazungumza mwenyewe kwenye neno lake, anasema alitununua alafu akatuhamisha. Manake ni lazima uhamishwe kutoka katika upande mmoja uwekwe kwenye upande mwingine. Hii kitu ndio inaitwa ukombozi. Ukombozi manake ni to save, kuokoa. Yes, tuzungumze kuokoa, ndio maana halisi ya ukombozi. Kwa kuna maombi ya kukombolewa ambao ni lazima yafanyike, kwa sababu idadi kubwa sana ya watu imekamatwa na imeshikiliwa mahali ambapo haiwezi kutoka, na kilichokukamata ni asili ya maisha ya kifamilia na kiukoo. Ndio maana niliwahi kukufundisha siku kadhaa zilizopita, nikakwambia bado wanaendelea kukufuatilia. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu bado unaviota, kuna maisha ya zamani bado unayaishi, ijapokuwa wewe tayari umeshatoka hapo, umeshavuka hapo, labda hauko kwenye ile nyumba, lakini kuna vitu ambavyo bado vinakushikilia. This is not okay. Hii kitu sio sawa. Unapopata kuelewa ninachokifundisha na ukagundua kwamba wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanapitia changamoto, then you have to take action. Ni lazima uchukue hatua, na uchukue hatua ya haraka sana, unless otherwise utabaki pale pale na mwisho wa siku utakuja kupotea kabisa, utapotea, tutakupoteza. Bwana Yesu atusaidie. Hii ni kitu you have to understand. Na watu wengi ambao wamekuwa kisumbuliwa zaidi na hii kitu ni wale watu ambao wamedhamiria kubadilika, wanatamani kumtafuta Mungu na kumuona Mungu kwenye maisha yao. Wale watu ambao wameamua kumpokea Yesu, ni
kweli labda familia ilikuwa na makando kando, ilikuwa inategemea miungu, ilikuwa inaabudu mizimu, ilikuwa inategemea waganga wa kienyeji, alafu wewe ni kama ukaamua kubadilika, unaanza kumfuata Yesu, umeokoka na vitu kama hivyo, hizi nguvu lazima zitahakikisha pingana na wewe vikali sana. Ndio maana kuna watu wanasema, mtumishi, nikizidi kuomba ndo changamoto inazidi, nikifanya kwa sababu ni vita, tuko vitani. So usije ukogope hizo vita zinazoinuka, kwa sababu hatupigani ili kutafuta ushindi, tunapigana kwa sababu sisi ni washindi. Sio kama umeelewa ninachokizungumza. You are fight, unapambana kwa sababu tayari you are the victor. Wewe tayari ni mshindi, you own the victory, unaumiliki ushindi. Haupigani ili kuupata ushindi. Yesu Kristo alishapigana kwa niaba yetu na akatupa ushindi. Kwa hiyo sisi tunaingia tu kuthibitisha ushindi tulionao. Kwa vita yoyote inapoinuka kwenye maisha yako, do not be afraid. Usiogope. Are you listening? Usiogope kwa sababu Yesu Kristo yuko upande wako. Naitwa Pastor Innocent Mashauri. 0758708804 ni namba ambayo unaweza ukapiga simu, ukatuma voice note message, na kuna namna tukakurudia, labda kusaidiana kwa ushauri wa kiroho, maombi na maombezi. Sometimes we can pray. Kuna watu tumekuwa tukiomba nao kwa njia ya simu, wanafunguliwa na Mungu anawasaidia kabisa, maisha yao yanabadilika. Walikuwa kwenye mikwamo fulani, walikuwa wamekamatwa na maroho ya kifamilia, kuna namna wanafunguliwa na wanakuwa huru kabisa, wanakuwa huru kabisa. Lakini jambo la kuzingatia, you have, kama haujaokoka, manake inabidi umkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Pointi ya msingi inaanzia hapo. Unless otherwise hakunaga msaada sasa nje ya wokovu. Ukimjua na kusaidia, na kumjua lazima umkubali. Ukimkiri kwa kinywa chako, kuamini kwamba ni Bwana, alikufa akafufuka na yupo kwa ajili yako, manake utaokolewa. Kwa kinywa tunakiri, lazima ukimpokea Yesu utaokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Life pattern, tunazungumza life pattern. Nadhani kwenye ibada inayofuata sasa nitajitahidi ama nitajaribu kukuonyesha kwenye Biblia mazingira gani ambayo yamekuwa akileta mikwamo ama maisha yako kuzunguka na kubaki pale pale, ama kutembea kwa hatua ndogo wakati unatakiwa utembee kwa hatua kubwa. Nisikilize nikusaidie kitu. Tupo kwenye nyakati za mwisho duniani. Kama ulikuwa haujui, sijui nitafute njia gani ya kukuelezea, lakini tupo kwenye nyakati za mwisho kabisa kabisa kabisa. Tupo kwenye nyakati za mwisho, haupaswi kujisahau. Na kama tupo kwenye nyakati za mwisho, manake Mungu anafanya operation yake kwa spidi kubwa sana. Mungu anahakikisha anasaidia watu wake kwa spidi sana. Same as shetani. Shetani pia anahakikisha anakamata watu, anawateka watu, anaangamiza watu, anapoteza watu, anadelete watu kwa spidi sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia Mungu naye anahakikisha anatumia spidi yake kuhakikisha anaokoa watu na kuwasaidia watu. Sio kama unanielewa. Na ndio maana neno lake sasa hivi ama injili ya Mungu imeenea mahali, sehemu mbalimbali. Na ndio maana hata sasa hivi umepata nafasi ya kunisikia na kusikia hii injili, ambapo labda haukuisikia. Umekosa muda wa kwenda kanisani kwa muda mrefu, unaishi mbali, hakuna mazingira ya kushiriki ibada, lakini unaona vile ambavyo Mungu ametengeneza namna ya wewe kusikia injili kwa njia ya mtandao. Maana nataka nikwambie, Mungu anatumia njia hizi kwa sababu anaona muda haupo tena na anataka wasaidie watu wake ambao wako tayari. Life pattern inaweza ikaangamiza maisha yako na kukubakisha kwenye cycle ile ile, ukabaki unapiga mark time. Nenda kamuulize Yakobo. Ukisoma na mimi kitabu cha Mwanzo, yule Yakobo aliyemdanganya baba yake, Bwana Yesu asifiwe, ili azipate baraka za mzaliwa wa kwanza, ndio yule Yakobo ambaye na yeye alienda kudanganywa. Life pattern, tunazungumza kwa habari ya life pattern. Ndio yule Yakobo alienda kudanganywa na yeye. Wakati anataka kupata mke, akadanganywa. Badala ya kupewa mke aliyekuwa anamtaka, akapewa mwingine. Alafu baadaye inabidi atumikishwe. Sasa nataka nikuonyeshe mzunguko wa maisha ulivyo. Light Yakobo asingedanganywa pale kwenye kupata mke, manake asingetumikia miaka mingine ya kufanya kazi kwa baba mkwe. Manake alikuwa akimaliza ile miaka yake kadhaa, anaondoka na mke wake. Lakini alivyodanganywa, ikabidi atumike kwa miaka mingine tena. Manake tayari ule ni mzunguko wa maisha ambao uko pale pale, miaka nenda miaka rudi, bado anakuwa tu pale pale, anazunguka, anafanya kazi zile zile kwenye nyumba ile ile. Ni tatizo ambalo linawakumba watu wengi, na ni life pattern ambayo aliitengeneza mwenyewe. Nenda kasome kitabu cha Mwanzo, kajaribu kuangalia kitabu cha Mwanzo 27:20, vile ambavyo anamdanganya babake na kumwambia Yesu, mimi ndiye ambaye natakiwa nibarikiwe hapa, mimi ndo natakiwa nibarikiwe. Akadanganya kwamba yeye ni kaka yake, kumbe sio, kumbe yeye ni Yakobo. Basi akabarikiwa pale kwa sababu baba naye alikuwa kipofu. Akaondoka na zile baraka hoping kwamba amefanikiwa na amewini maisha. Kumbe anapoenda, anaenda kutengeneza mazingira na yeye kukaa kwenye mzunguko fulani wa maisha, akitumikishwa kwa sababu anavuna alichokipanda kwenye Mwanzo 27. Nenda kaangalie kwenye Mwanzo 29 mstari wa 24. Nataka nikusomee tu hapa, alafu kwenye ibada inayofuata nitajitahidi kukupitisha zaidi, nikuonyeshe vitu vingine. Kitabu cha Mwanzo sura ya 29 mstari wa 24 mpaka wa 26. Neno la Mungu linasema hivi. Tuanze mstari wa 25. Biblia inasema, ikawa kulipokuwa asubuhi, kumbe ni Lea
maanake tayari kashadanganywa. Akamwambia Laban ambaye ndo baba mkwe, ni nini hii ulionitendea? Mstari wa 26, sikukutumikia kwa Raheli, mbona umenidanganya? Laban akasema, havitendeki hivi kwetu kumtoa mdogo kabla ya mkubwa. Timiza siku zake 7 nasi tutakupa huyu, na kwa utumishi utakaotumikia miaka 7 mingine. Manake akatumika miaka 14. You can imagine. Badala ya kutumika miaka 7 aondoke na mke wake, akatumika miaka 14. Ni wangapi leo hii kwenye biashara zetu, badala tungetumika mwaka mmoja ili biashara zipande ziongezeke, badala tungetumika miaka 2 kazini mshahara uongezeke ama vyeo viongezeke, badala tungekaa kwenye mahusiano kwa muda fulani ili tuingie kwenye ndoa, badala tungedumu kwenye uwekezaji fulani ili tupande viwango, na tukajikuta badala ya kukaa muda ambao tulitakiwa tukae, tukajikuta tunakaa miaka mingi kama ambavyo kimemtokea Yakobo. Badala ya miaka 7 kakaa miaka 14 anafanya kazi zile zile kupata kitu kile kile. Yani ni bora angekuwa anapata kitu kingine cha zaidi, anapata kitu kile kile. Manake sio kwamba angepewa wake wote, alikuwa sasa anaondoka na mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake akapata kitu kile kile ambacho ilikuwa akipambania kwa miaka 7 akakipambania kwa miaka 14. Vipi kwa habari ya hiyo kazi? Imekuweka hapo kwa miaka mingapi? Na matokeo tunayaona. Hiyo biashara ilitakiwa ipande kwa miaka mingapi? Matokeo tunayaona. You have to think, mtu wa Mungu. Tupo kwenye dunia ambao ni lazima tuwe tunajifanyia tathmini mara kwa mara. Ukiona kuna vitu haviwork out, havifanyi kazi, haviko sawa, go back to prayer. Muulize Mungu, what am I doing here? Nafanya nini hapa? Hii kitu ambayo imeendelea kuniweka hapa miaka nenda miaka rudi na sioni matokeo, nafanya nini hapa? 0758708804. Unaweza kupiga simu, ukatuma message na tukawasiliana kwa uzuri kabisa, tukaona namna gani tunawasiliana. Mimi naitwa Pastor Innocent Mashauri, na haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya Siri za Biblia. Usikose kwenye series ya haya mafundisho sehemu inayofuata, kwa sababu nataka nikuonyeshe namna ambavyo kile kitu kilimtokea Daudi. Kitu ambacho kilimtokea Daudi baada ya kushinda kumpiga Goliati, kuna uzao ulitoka kwa Daudi ukaja ukampiga Goliati mwingine. Just in case ulikuwa haujui, nitakufundisha kwenye sehemu inayofuata. Lakini Mungu akusaidie life pattern ambayo imekuwa ikitengeneza mabaya na kukutengenezea mikwamo kwenye maisha yako isiwepo. Ninaendelea kukuombea madhabahuni. Ungana na mimi kwenye somo linalofuata. Shalom. Wewe ni Bwana uniponyaye, wewe ni Bwana mponyaji, lituma neno lako liponye. Wewe ni Bwana mponyaji, wewe ni Bwana uniponyaye, wewe ni Bwana ponyaji, lituma neno